Kwa niaba ya wahitimu wa kidato cha 4, tunayo furaha kubwa kuwakaribisha wageni waalikwa wote katika mahafali haya ya pili tangu kuanzishwa kwa shule hii mwaka 2021. Ndugu mgeni rasmi, jumla ya wanafunzi wahitimu wa kidato cha 4 ni wanafunzi 71 kati ya 91 walioripoti kidato cha kwanza 2022, ambapo kuna wasichana 30 na wavulana 41. Ndugu mgeni rasmi, pia tumefanikiwa kuwa wa kwanza kiwilaya kwa shule za serikali na wa 4 kwa shule zote kiwilaya katika mtihani wa upimaji wa moko kanda wa kidato cha 4 uliofanyika mwezi Julai 2025. Licha ya mafanikio hayo, wahitimu wanapitia changamoto mbalimbali ambazo hurudisha nyuma maendeleo ya shule. Changamoto hizo ni kama vile upungufu wa walimu, madarasa, matundu ya vyoo kwa wasichana, ukosefu wa mabweni, maktaba, photocopy machine kwa ajili ya uchapishaji wa mitihani, chumba na vifaa vya maabara kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo. Kutokana na changamoto hizo, tunaomba utusaidie kuzitatua kupitia kuongeza vyumba vya madarasa, matundu ya vyoo kwa wasichana, kujenga mabweni, maabara, maktaba na ununuzi wa photocopy machine na kompyuta. Shule imejiwekea malengo mbalimbali. Miongoni mwa malengo hayo ni kama ifuatavyo. Kwanza, kutoa elimu bora na kuinua kiwango cha ufaulu katika mitihani ya ndani na ya nje ili kutimiza lengo la serikali katika kupambana na ujinga, maradhi na umaskini. Kuwalea wanafunzi katika maadili ya kiroho, kimwili, kiakili ili kuzalisha wahitimu wenye tija kwa jamii na taifa kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, shule imepata mafanikio mbalimbali tangu kuanzisha kwake mwaka 2021 mpaka sasa katika nyanja mbalimbali. Shule imefanikiwa kusimamia huduma ya utoaji wa chakula cha mchana kwa wanafunzi shuleni kwa kushirikiana na wazazi tangu mwaka 2021 mpaka sasa. Kuongeza idadi ya madarasa kutoka vyumba viwili mwaka 2021 hadi kufikia vyumba 11 hivi sasa. Pia matundu ya choo cha wavulana yameongezeka kutoka matundu 4 mwaka 2021 mpaka matundu 12 mwaka 2025. Katika taaluma, shule imefanikiwa kufaulisha wanafunzi wa kidato cha 4 waliohitimu mwaka 2024 katika mtihani wao wa taifa kwa 100%, ambapo kati ya wanafunzi 77 waliofanya mtihani hakuna mwanafunzi hata mmoja aliyepata daraja 0. Leo hii tuna furaha kukuletea mafanikio makuu tuliyoyapata katika kipindi hiki ambayo yamekuwa chachu ya maendeleo hasa kwa wanafunzi wetu. Moja ni ujenzi, ukarabati wa miundombinu mbalimbali ya shule, ambapo tunajivunia kwa kipindi cha mwaka 2021 2025 kata ya Milale tumeweza kujenga jumla ya madarasa mapya 45. Lakini sambamba na hilo tumeweza kujenga matundu ya vyoo kwa ajili ya wanafunzi 90 na tumepata jumla ya madawati 315 kwa shule za msingi, lakini tunavyo viti 720 na meza 720 kwa shule za sekondari, na miradi yote hiyo ikiwa imegharimu kiasi cha fedha shilingi bilioni 1,607,47306.33 na zikiwa miundombinu zimesaidia kupunguza msongamano wa wanafunzi madarasani na kuongeza mazingira bora ya kujifunzia. Tunazo shule zetu changa, na mimi niongelee shule 2 za msingi. Shule ya msingi 5 iliyopo kijiji cha Yagoro, lakini shule ya msingi Nyamwale iliyopo kijiji cha Malongo ama tumezoea kusema Ingrichini. Tunatarajia mwakani shule hizi kuwa na wanafunzi wa darasa la 7. Sasa wako darasa la 6. Changamoto katika shule hizi ifikapo mwaka 2026
kuna madarasa kwa ajili ya hilo darasa la 7. Sasa kwa kuwa wewe ndio unayehusika na miundombinu ya idara ya elimu msingi, hilo na kuomba ondoka nalo, na najua litapata ufumbuzi. Sina mashaka na wewe. Niwapongeze wahitimu wetu wa kidato cha 4. Leo ni matunda ya juhudi zenu na nidhamu yenu katika masomo. Na wahimiza muendelee kuwa na bidii, nidhamu na mshikamano mtakapojiunga na hatua inayofuata ya maisha yenu. Msiache kuyaenzi na kuyatumia mafunzo mlioyapata hapa shule ya sekondari Changuge kama nguzo ya mafanikio yenu hapo baadaye. Na nitumie pia jukwaa hili kuwasihi na kuwatia moyo. Yamkini ukawa umefanya vizuri lakini haukupata nafasi labda ya kuchaguliwa kidato cha 5. Rorya kwa sasa inajenga chuo cha VETA kule kata ya Baraki. Kwa hiyo niwaombe sana tujiunge na vyuo vya VETA, na ni sehemu nzuri sana kwa baadaye hata kuja kujiajiri wakati unasubiri ajira zingine za kiserikali ama mashirika. Mheshimiwa mgeni rasmi, asante sana na Mwenyezi Mungu akubariki. Karibu Milale ya Furaha, karibu Milale ya Viwango. Hawa wazazi wana imani kubwa sana na nyinyi. Hawa wana kijiji wa Changuge wana imani kubwa sana na nyinyi. Mmebeba ndoto za hizo familia. Hawawasomeshi kwa mujibu wa sheria, wanawasomesha msome, elimu iwakomboe, ili kesho msiishi maisha kama ambayo wanaishi wao. Wanawasomesha ili muwe daraja, muwavushe familia zenu. Kwa ukitambua hilo, utaona hizi siku chache ambazo zimebaki, hii sherehe isiwaharibu kwa hizi siku chache zilizobakia. Yaani kishindo kikubwa cha wakoma kitakachowashtua washame ni NECTA watakavyotangaza matokeo na nyinyi kuonekana mmefaulu. Kuona sisitiza kwa sababu hii mahafali ya leo, ili tukio la leo likawa limeenda kuweka mkato tu kwenye safari yenu ya elimu, sio nukta kwamba mtaendelea kwenda ngazi nyingine. Nimesoma hapa taarifa, mwaka jana wanafunzi 24 wamejiunga na elimu ya kidato cha 5 na wengine wameenda kwenye vyuo wakitoka hapa Changuge. Sasa wale ndo walikuwa wa kwanza wasafisha njia. Msiwafanye wazazi wenu waliowasomesha baadaye wakawa wanajuta kwamba kwa nini tulipoteza kwa hawa watoto. Mbona ningemwacha kama mtoto wa fulani kwa sababu aliamua kuwa bodaboda alipomaliza la 7. Sasa na huyu amekaa darasani miaka 4 amepata 0, ningejua asingeenda shule. Hapana. Utakuwa hujajitendea haki we mwenyewe, utakuwa hujatendea haki familia yako, utakuwa umesaliti kijiji chako, na utakuwa umeliangusha taifa lako. Na ninasema hivyo kwa sababu hivi vyote ambavyo vinasema ni fedha zimewekezwa. Serikali inawekeza, inawaleta walimu. Hapo wamesema wazazi wanachangia chakula, mnakula shuleni. Na mimi niwapongeze wazazi. Mwenyekiti wa kijiji, hongereni sana kufanikisha hili jambo. Tunasema ujinga ni kama giza. Ili uondoe giza unahitaji nini? Mwanga. Ndoto zenu zimebebwa na matokeo ambayo mtayapata hapa na kwenda mbele. Kwa hiyo haya yalikuwa ni ya kwangu kwa ajili yenu. Niwapongeze sana kwa hatua ambayo imefikia, na mimi nimsisitize mkuu wa shule, nimeona kwenye vitu ambavyo mmeviomba, na mwenyekiti, kuna vitu nimevibeba. La kwanza swala la hostel nimekuwa na interest nalo. Nimeona ni jambo ambalo ni la muhimu na linaleta changamoto sehemu nyingi. Sasa kwa shule mimi nafikiri tutashare nafsi ya elimu kata, tuandike hiyo barua, tuwaombe wale watu wa mamlaka ya elimu TEA. Huwa mabweni huwa wanayatoa kwenye maeneo ambayo wao wakija kujiridhisha wanaona kuna sababu
za msingi. Mimi naomba tutakuwa hapa tuna chagizo la kuona tunavyoweza tukapata hivyo vifaa ili viwasaidie wanafunzi wetu kwenye kujifunza na kufundishwa, kwa sababu kama vitapatikana, maana watafanya majaribio kwa muda mwingi na watakuwa wamepunguza gharama. Sasa mimi nitaomba mnisaidie kwenye fotokopi, lakini mkuu wa shule, tarehe 30 mwezi huu nitakuja ukabidhi hapa kompyuta mpya kabisa. Hiyo nitakuja kuileta na mwenyekiti wa kijiji, tutawasiliana ili siku hiyo uwepo tunavyokabidhi. Kwa nilikuwa nafanya mawasiliano hapa, tutaiagiza, of course ni Lenovo na ni ya kisasa. Naitwa Mwalimu Kilunga Shara, afisa elimu kata ya Milale. Kwa hakika imekuwa ni mahafali ya mfano, imekuwa mahafali ya kipekee, na katika mahafali hii niwashukuru sana watumishi wote wa kata ya Milale, lakini pia niwashukuru watumishi wenzangu wote kutoka nje ya kata ya Milale, maafisa elimu kata wote waliofika hapa, watendaji wa vijiji, wakuu wa shule, kwa namna ambavyo wamekuja kutuheshimisha sisi kata ya Milale. Na nikiri tu kwamba mpaka tunazungumza sasa, jumla tumeweza kuvuka lengo letu. Tulikuwa tunatarajia kupata photocopy machine na kompyuta yenye thamani ya shilingi milioni 3,500,000. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumevuka lengo kwa kupata zaidi ya shilingi milioni 4. Niwashukuru watumishi wa kata ya Milale ambao kwa moyo wao, kwa kujitoa kwao, leo tena wamefanya tukio la kihistoria ambapo wamewezesha kupatikana kwa shilingi milioni 1,500,000 ambao wameichanga kutoka katika vyanzo vyao vya mapato. Kwa hiyo nawashukuru sana, niwaombe tuzidi kushirikiana na upendo huo zidi. Niwashukuru watumishi wengine wote halmashauri ya Rorya kwa ushirikiano huu. Na mwisho nimshukuru mgeni rasmi Mwalimu Anzawe Chaura ambaye ni afisa elimu vifaa na takwimu kutoka idara ya elimu msingi kwa kuendesha harambee nzuri, harambee iliyovuka malengo, harambee inaweza kutuwezesha kupata mashine, kwa sababu mgeni rasmi huyu ametuahidi na atatukabidhi kompyuta yenye thamani ya shilingi 800,000. Kwa hiyo tunamshukuru sana. Lakini pia nje na kompyuta ametoa shilingi 200,000. Kwa hiyo tunamshukuru sana mgeni rasmi kwa hili. Tunamwombea Mwenyezi Mungu azidi kumjalia afya njema, siha njema, na azidi kujitoa na kuisaidia Rorya kwa jumla, watumishi na jamii yote. Kwa majina naitwa Eneko Kambona Eneko, mkuu wa shule ya Chambuge Sekondari. Natumia nafasi hii kumpongeza afisa elimu vifaa na takwimu ndugu Anzawe Chaula kwa kuwa mgeni rasmi katika mahafali hii ya pili, lakini pia nampongeza kwa moyo wake wa kutoa. Ameweza kutoa kompyuta moja ambayo itaweza kutusaidia kwa ajili ya kufanyia shughuli za ufundishaji na ujifunzaji, lakini pia amechangia shilingi 200,000 kwa ajili ya ununuzi wa photocopy machine ambayo tunaona kwamba hii itaweza kuchangia ama kuongeza chachu ya ufanyikaji wa mitihani vizuri shuleni kwa vidato vyote. Lakini sambamba pia afisa elimu kata alitumia nafasi hii kuhasa wahitimu na kuwashauri pindi watapomaliza kidato cha 4, wale ambao watakaobahatika kuendelea na masomo watakaochaguliwa na serikali TAMISEMI, basi wao watapata nafasi ya kwenda moja kwa moja, lakini wale ambao bado watakosa nafasi ya kuchaguliwa moja kwa moja, basi waweze kujiunga na elimu ya VETA ili waweze kushindana na changamoto ambazo zinawakabili katika maisha. Kwa hiyo kuna vyuo mbadala ambavyo ni VETA, wanafunzi waende ili wapate ujuzi uweze kuwasaidia katika kukabiliana changamoto za maisha. Kwa majina anaitwa Mwalimu Kennedy Bernard Lute, ni mwalimu mkuu shule ya msingi Utegi, kata ya Koryo. Tumehudhuria hapa na baadhi ya watumishi wengine kutoka kata ya Koryo kutokana na mwaliko uliopata kutoka kwa afisa elimu kata ya Milale, Mwalimu Kilunga Shara. Kimsingi hii inatokana na mahusiano mazuri na upendo tulionao, lakini pia na mahusiano ya kitaaluma na ushindani ndani yake. Tumekuja kujifunza baadhi ya mambo na wao wamekuwa na utamaduni huo wa kuja kujifunza baadhi ya mambo yanayohusiana na umoja na ushirikiano miongoni mwetu kama watumishi. Hivyo rai yangu kwa watumishi wa kata ya Milale, lakini na kata zingine ndani ya halmashauri yetu ya wilaya ya Rorya,
ni kuendelea kushirikiana. Kuwa na umoja huu unasaidia kuinua taaluma, lakini pia na kujenga mshikamano miongoni mwetu kama watumishi.